Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni kwamba Ostaz Juma na Musoma ameamua atoe ushauri kwenda kwa Harmonize. Lakini most of all ni kwamba Ostaz Juma bwana imeonekana wazi kabisa bwana hapa alikuwa akimsifia Harmonize. Umeona lakini sio tu kwamba amemsifia Harmonize, vile vile amemkandia sana Diamond Platnumz. Kwa upande wake Ostaz Juma ameonekana kupitia video ambazo ameposti katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anasifia kazi njema ambayo Harmonize ameifanya, lakini pia amekandia sana issue ya Diamond Platnumz kutembea na au kuwa na ukaribu na mmoja kati ya madesigner ambao ni maarufu tu hapa Tanzania ambaye anaitwa Noeli. Sasa huyu Noeli bwana tunamfahamu kwamba ni mtu ambaye yuko kwenye fashion kwa muda mrefu sana. Umeona na amekuwa akifanya hiyo kazi na watu wengi sana tofauti. Na pia vile vile ndiye mtu ambaye anasimamia mchongo mzima wa Diamond Platnumz kuwa na muonekano wa kistar, hususan kwenye swala zima la mavazi. Yaani katika swala la mavazi kibongo bongo watu wanaweza wasielewe, lakini kuna vitu ambavyo Noeli anamvalisha Diamond hata akitokea sehemu za watu huko nje anaonekana kweli ni msanii international. Umeona bwana kibongo bongo tunaweza kuona kwamba ni vitu vya ajabu mavazi ambayo anavalishwa, lakini nje watu ambao wanajua fashion wanaelewa kabisa kwamba hapa huyu ni mtu ambaye kweli amedesigniwa avae hivi na nini na vitu vingine kama hivyo. So Ostaz Juma bwana amekuja kumkandia Noeli. Hajamtaja jina, lakini kila kitu kilikuwa kinaeleweka kwamba Diamond anatembea, yani yuko na ukaribu na designer mtu wa hivi kutokana na the way ambavyo Noeli pia anavyoonekana. Umeona So hiyo pia ni moja kati ya vitu ambavyo Ostaz Juma ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, na akasema kwamba kutokana na kwamba Diamond yuko na ukaribu na Noeli kama ndo designer wake, basi moja kwa moja ndio maana siku hizi Diamond anavaa nguo za kike, kwa sababu hii ni kama mara ya pili hivi ndani ya mwaka huu mmoja tumemwona Diamond akiwa amevaa sketi. Umeona alishawahi kuvaga kisketi fulani hivi cheusi, na this time around tena amevaa tena sketi nyingine ya kijivu bwana, jambo ambalo limeibua trending story nyingi. Watu wengi sana wamezungumzia hiyo issue, na mmoja kati ya watu hao bwana ni Ostaz Juma na Musoma. So Ostaz Juma bwana amefurahishwa sana na madesigner wa Diamond Platnumz. Kutokana na vitu ambavyo amevizungumza, watu wamekuja kuweka maoni yao hapa kuhusiana na vitu ambavyo Ostaz Juma amemponda Diamond kwamba designer wake mtu wa hivi, afu akaonyesha vidole juu kwamba ni Noeli. Okay. Hapa kuna mtu amesema bwana hapo kwa Noeli bwana niko upande wa Ostaz Juma. Kuna mtu hapa amekuja kumsupport Ostaz Juma hiki alichokizungumza kwamba yuko sahihi. Kwa mtu mwingine amesema bwana kuna klipu Romy aliposti akimuuliza wewe uko kwenye gari ya nani? Yule akajibu kwamba gari ya mume wangu. Mambo hayo. Haya, kuna mtu mwingine hapa amesema bwana designer wengi sana wako hivyo wa kiume. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana acha kutumia aya ya Qur'ani katika ujinga wako. Okay. Ostaz Juma wakati anazungumzia issue hiyo, kuna aya za Qur'ani alikuwa anazitaja. Umeona kwa kuna watu wamekuja kumwambia kwamba asitumie aya za Qur'ani kwenye ujinga wake. Kwa mtu mwingine kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana kwa hapa kiukweli mimi ni huyo Ostaz na muunga mkono. Kwa mtu amesema kwamba bwana kesi ishakuwa ngumu sasa, mganga karudisha kuku, kasema kwamba hatujarogwa. Haya, mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana kesi imefika kwa Pilato, kwamba bwana huyu mzee ana vituko, kwamba bwana mbona kama vile anamuonea wivu Noeli au anataka na yeye pia aende awe karibu na Diamond. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana designer kama designer, bongo wanaume tumebakia wachache jamani, tulindwe sana tusije kuwa madesigner. Mambo hayo. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Kwa mtu amesema bwana angelilia na okay, haya. Kwa mtu mwingine kwamba bwana kweli siku za mwisho. Kumbukumbu la Torati 22:5 wanasema kwamba mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana na Mungu wako. Kuna mtu hapa amekuja mpaka kuweka mistari ya kumbukumbu ya Torati. Mambo hayo. Lakini ukiachana hilo pia vile vile Ostaz Juma kama tunavyofahamu kwamba yeye ni shabiki mkubwa sana wa Konde Boy, kwa hiyo hilo jambo pia amekuja kutilia mkazo kwa kumsifu Harmonize kwa upande wake yeye kwa jinsi ambavyo anavyofanya kazi, kwa sababu kwa upande wa Diamond amemtia dosari au amemkosoa kuhusiana na issue ya designer madesigner ambao anazunguka nao.
Lakini pia kwa upande wa Konde Boy, kama ilivyokuwa kawaida, Ostaz Juma amemwaga maua mengi sana kwenda kwa Harmonize kuhusiana na kazi ambazo Konde anazifanya. Kwa hiyo hapa pia tuko na video ambayo Ostaz Juma anaelezea na kumsifu Harmonize kwa jitihada ambazo anazoziweka katika career yake ya muziki. So msikilize hapa Ostaz Juma. Samaki na sangara, samaki ndio sangara, sangara ndio samaki. Lakini mimi nakula samaki na sangara. Okay. Kwa maendeleo tulikuwa nayo sasa hivi kimuziki Tanzania, kwa wanaofanya vizuri, baadhi ya watu ama sisi tuliamini ya kwamba sasa hivi muziki wasanii wetu wa Tanzania, Harmonize, Rayvanny na wengineo wanaingiza pesa nyingi sana kuliko hata wanazoingiza wabunge. Hivyo tunaamini kwamba wasanii na mkwanja mkubwa kuliko hata wabunge. Lakini sasa tusitaki kuamini kwamba ina maana wabunge wana pesa nyingi kuliko wasanii wanaofanya vizuri, kwamba wabunge wana pesa kuliko wasanii wanaofanya vizuri. Hapana, stick kwenye muziki. Najua hizo pesa unazopata kwenye muziki utahudumia wanang'ang'ana kwa pesa za muziki. Sio mpaka wewe mbunge. Wewe ni mtu Harmonize. Wewe ni msanii ambaye taifa linakutegemea. Taifa la Tanzania linakutegemea sana. Si taifa la Tanzania tu, East Africa na Africa inakutegemea. Tumsapoti mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tusapoti CCM, lakini sisi tusiingie ndani ya siasa. Kwamba tunagombea mara fulani. Na maana muziki tutakuwa tunapoteza muziki kwa sababu ubunge ni kuumiza vitu na madondo utasaidia wanang'ang'ana mpaka waridhike watu wanang'ang'ana. Lakini sana pia mashabiki wanataka kuumiza kitu wa kutunga nyimbo bora zifike duniani. Kwa mimi nafikiri Harmonize usistay katika mambo ya muziki, fanya muziki bora, fanya muziki mtamu, fanya muziki mzuri. Mashabiki zako tunakutegemea na tunakupenda sana. Yeah, so hayo pia ni maneno ya Ostaz Juma kumuhusu Harmonize. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, hebu tuambie unazungumziaje hizi hoja mbili ambazo Ostaz Juma ameziamua kuzitilia mkazo au kuzizungumzia kwa ujumla. Ukianza na ya kwanza kabisa, issue ya Diamond kutembea au kuwa na ukaribu kuzunguka na madesigner ambao wanamvalisha nguo za kike, kwa sababu hiyo pia imekuwa ni moja kati ya hoja ambayo Ostaz Juma amekuja nayo, na nimeona watu wengi sana wamekuja kuisupport kwa sababu watu wengi sana uaga wanampinga Ostaz Juma vitu ambavyo anavyovizungumza, lakini kwa hiki ambacho amekizungumza kuhusiana na mavazi ya Diamond siku hizi kuvaa sketi na madesigner ambao anatembea nao, naona watu wengi sana wamesupport. So ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuambie una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo. Weka maoni yako bwana hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.